na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bure. Uhuru wa Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibuni kwenye kipindi cha kwanza kwa siku hii ya leo, tukiwa na somo linalosema familia yenye ujumbe, familia ya Kikristo yenye ujumbe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa awali tuliokuwepo, tunaendelea na kitabu cha kwanza, na kama kuna mtu ana kitabu cha kwanza basi akae karibu na mwingine ambaye hana, ili tuweze kushirikiana, kwa maana vitabu tulivigawa, kuna wengine hawajaja na walikwenda na vitabu, kwa hiyo tuna upungufu wa vitabu vyetu hivi. Somo letu linapatikana katika sura ya 5 ukurasa namba 27. Bwana Yesu asifiwe. Angalia tu ukurasa namba 27, utakuta somo naloanza nalo katika kipindi hiki cha kwanza leo tarehe 1 ya mwezi wa 8, napatikana hapo, familia ya Kikristo yenye ujumbe. Sote tumefika. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposikia neno familia ya Kikristo yenye ujumbe, tunajua hii familia inabeba ujumbe gani? Unaanza kusikia familia ya Kikristo yenye ujumbe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa familia yeyote ya Mkristo jamani, inabeba ujumbe wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na unaotakiwa kuaksi kwa wengine, kuwaonyesha wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa familia ya Kikristo inayobeba ujumbe unaomhusu Mungu. Ujumbe wenyewe ni wa kumhusu nani? Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Na ni katika maeneo yote au nyanja zote za familia, ikiwa ni mzazi au walezi au watoto, waubebe huu ujumbe wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Katika mazingira yote, tunaona ni katika malezi, ni katika ndoa, ni katika imani juu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni familia ya Kikristo inapaswa kubeba ujumbe huo, na pia ni katika utendaji wa shughuli za kila siku katika nini? Katika familia. Kwa ujumbe tunaotakiwa kubeba ni ujumbe unaomhusu Mungu, pia ni katika imani ya Mungu. Mtu anaweza kabeba ujumbe lakini hautokani na imani juu ya Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Anabeba ujumbe huko nje ya Yesu Kristo, naamini itakuwa hajabeba ujumbe mzuri. Ujumbe mzuri ni ule ulio katika imani ya Yesu Kristo. Na tunaona tena jambo lingine ni familia hii itoe au inatoa ujumbe wa elimu ya imani ya kumwamini Yesu Kristo. Familia hii iliyobeba ujumbe wa Mungu ni lazima itoe elimu ya imani kwa kumwamini Yesu Kristo na kuishi maisha yanayompendeza Mungu katika familia ya Kikristo. Mungu amejulikana kama kimbilio na ni wa kutegemewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa katika familia zetu tunapomwamini Yesu Kristo, pia lazima tuamini yeye ni wa kuaminiwa na yeye pia ufanyaje? Ni wa kutegemewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana yeye amesema anajitosheleza, si ndio jamani? Tunapomwamini na tunapomtegemea,
yeye anajitosheleza, hahitaji kusaidiwa na miungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tusome kidogo katika kitabu chetu hapo, tuone tukianzia kwenye familia tunaelekea wapi tena. Tutasoma aya ya kwanza tu yote. Nasema kanisa ni mjumbe anayepeleka ukweli katika ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa ni mjumbe anayepeleka ukweli katika ulimwengu, lakini ukweli ni kwamba kanisa ni kundi la wajumbe, na hao wajumbe katika kikundi hiki ni familia za Kikristo zilizoko hapa na pale katika nini? Katika jamii. Tunaona kumbe tuna jukumu kubwa kama familia kubeba ujumbe wa Mungu. Kwa kama familia ikianza kubeba ujumbe wa Mungu, tunaamini kanisa zima litakuwa limefanyaje? Limebeba ujumbe wa Mungu. Kanisa linaanzia katika familia. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa na familia ambazo hazina ujumbe wa Mungu, itapelekea pia kuwa na kanisa ambalo halijabeba ujumbe wa Mungu. Kwa maana hawa washiriki, hawa waumini ni familia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sote kwa pamoja tunapoungana kubeba ujumbe wa Mungu, tunakwenda kuiathiri jamii inayotuzunguka. Ni lazima imwamini Kristo na imtegemee. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana sisi tumeonyesha vile tulivyobeba ujumbe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana kwa waliokuwepo jana nilisema, ukiwa mcha Mungu mzuri, familia ni ya kicha Mungu, jamani, watu wengi watatuijia kutuomba nini? Ushauri, si ndio jamani? Hakuna Mkristo mwenye ushauri mbaya. Kwa sisi ni wa kukimbiliwa, sisi ni wa kutegemewa katika nini? Jamii. Kwa maana tuna msingi mzuri na tuna mwongozo mzuri na tuna imani nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ujumbe wetu unaonekana kwa wengi, na tunapokuwa tumeubeba ujumbe vizuri, wengi watataka kusaidiwa na sisi, na sisi kama familia tutawasaidia wengine au tutawaelekeza wengine kumfuata huyu Kristo, kwa maana ushuhuda wetu unakuwa ni mzuri katika jamii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaona familia ya Kikristo itatengeneza pia kanisa kuwa mjumbe katika nini? Katika jamii, kwa maana tunapeleka ukweli katika jamii tunazoishi, pengine taifa na dunia nzima. Bwana Yesu asifiwe. Na watu katika familia hizi hufanya kazi kati ya nafsi zilizopotea. Huu ndio ushuhuda bora zaidi unaostahili kuonekana. Ushuhuda kama huu ndio uthibitisho kwamba Ukristo unafaa, sio Jumapili tu, lakini siku ya juma, kila siku ya juma, thibitisho kwamba Ukristo unafaa kwa watu wa umri wowote au umri wote katika kila hali. Kwa hiyo tunapokuwa Wakristo wazuri, jamani, tumebeba ujumbe huu wa Mungu, tunafaa katika jamii, tunaweza kuisaidia jamii, kuielekeza jamii inatakiwa ifanye nini. Jamii tunayoiendea, jamani, si kwamba nitasimama center fulani jamii nzima inione. Jamii nayeanza nayo ni huyu jirani yangu, sawa jamani, ni huyu rafiki yangu wa karibu. Bwana Yesu asifiwe. Tunavyoishi katika jamii zetu tumezungukwa na majirani, si ndio jamani? Kwa majirani wataona ujumbe nilioubeba. Kwa hiyo nikimwathiri jirani wa kwanza, jirani atamwathiri jirani wa pili, na anayefuata na anayefuata na anayefuata na anayefuata. Kwa hiyo ujumbe utawasaidia kuwaleta kwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ni nzuri sana, hii ni nzuri sana, kwa maana tunakotokea huko pengine tuna majirani
hawamwamini Kristo, tuna majirani hawasali kabisa, au ni wale Wakristo wa mazoea, lakini hawaishi katika misingi ya imani. Kuna mwingine anafikiri kuukulia wokovu ni jambo la siku moja. Alibatizwa, amekidhi taratibu zote za dhehebu, anashiriki kila shughuli, anaona inatosha. Ukimweleza kwamba mimi nimeokoka miaka 30 iliyopita, utaniambia nini? Kristo namfahamu, inatosha. Je, unamfahamu? Je, unayaishi yale Kristo anayoyasema? Unayafuata? Unatekeleza? Unatii? Ndio maana hata mwandishi wa kitabu anasema sio yule wa kila Jumapili. Ikifika Jumatatu ni mtu mwingine, ila wakati wa kwenda ibadani, Bwana Yesu asifiwe, inatangulia mbele, yeye anafuata. Baada ya kutoka ibadani ni Mkristo mkavu ambaye hana chembe yoyote ya neno la Kristo ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Na hao tunawaona hata katika jamii zetu, si ndio jamani? Wakati wa asubuhi ni Wakristo walioloa neno la Mungu, ila wanapotoka katika nyumba za ibada ni Mkristo mkavu. Yaani ni tofauti na yule uliyemuona asubuhi au uliyemuona kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mkristo wa namna hii hawezi kubeba ujumbe wa Mungu vizuri. Anayetakiwa kubeba ujumbe wa Mungu vizuri ni yule anayeishi katika misingi ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuone kitu kingine sasa kwa Mkristo mzuri ambaye si Mkristo mkavu. Ushuhuda pasipo maneno. Kuna kipengele hapo chini. Ushuhuda pasipo maneno. Familia hubeba ujumbe ambao si wa maneno bali kuelekea zaidi katika matendo. Bwana Yesu asifiwe. Matendo yetu yanaonyesha nini? Yanaaksi nini? Yanawasilisha nini? Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi matendo huvutia wengi kuliko tunayoyasema. Kwa maana nikisema na nisitende, Biblia inatueleza vizuri tu, ni sawa na mtu anayejiangalia kwenye kioo kisha huondoka na kujisahau vile alivyo. Si ndivyo jamani? Kwa maana hata hapa mimi tu nikijiangalia kwenye kioo najiona vile nilivyo, si ndio? Ila nikitoka mbele ya uso wa kioo sijijui vile nilivyo. Kwa hiyo ushuhuda wetu mzuri ni wa matendo na si maneno, na wengi wameegemea katika eneo la kuongea. Hana matendo, afuati kile anachokisema, atekelezi kile anachoongea. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta Mkristo akwambia mimi nimeokoka, nampenda Yesu 1 2 3, lakini amina. Ukimfuatilia ni Mkristo muongo, mwizi na mambo mengine kama hayo ambayo si mazuri. Lakini pia tunaambiwa mara nyingi matendo yetu huvutia wengine kuliko yale tunayoyasema au kuhubiriwa. Familia ya Kikristo yaweza kufanya hivyo pia. Mtume Petro alitoa fundisho hili. Tunaweza kuona hapo. Unatu ukurasa unaofuata. Tunaweza kuona katika Petro wa kwanza sura ya 3 huo mstari wa kwanza na wa pili. Mtu mmoja anaweza kufungua maandiko na tukasoma. Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza na wa pili. Naam. Samahani kidogo, nafike. Karibu.
sura ya 3 lango la kwanza na la pili anasema, Amina. kadhalika ninyi wake watiini waume zenu, kusudi ikiwa wako wasioliamini neno, wavutwe kwa mwenendo wa wake zao pasipo ile neno, wakiutazama mwenendo wenu safi na wa hofu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona wanawake wanaambiwa, kadhalika ninyi wake watiini waume zenu. Je, kutii kunaambatana na kusema tu? Na hapana, kuna utekelezaji lazima utokee, si ndio? Lakini ukisema mimi namtii mume wangu, bila shaka watu watasema ndio, lakini wakichunguza kwa undani wanaona anachokisema ni kama kujiosha tu, kujiinua, kujisifia, lakini sivyo anavyotekeleza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaona kumbe sasa pasipo maneno tu, kwa tunaelekezwa pia katika nini? Matendo au katika vitendo. Bwana Yesu asifiwe. Pia kuna jambo lingine tunaweza kuliona katika ujumbe juu ya malezi bora. Kuna familia zingine zinajisifia, mimi mwanangu, mimi familia yangu nailea vizuri, mimi. Ni vizuri kusema, si vibaya. Je, ni kweli namna unavyowalea vizuri? Je, watoto wamepata malezi bora? Wana nidhamu, wana heshima, wana utii, ni watiifu? Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana unaposema nimewalea au ninalea watoto wangu katika au nawapatia malezi bora, na tusione heshima, tusione si watiifu, tunajua wale watoto hawana malezi bora. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima tunayoyasema yaonekane katika matendo. Bwana Yesu asifiwe. Si kwamba unatoa malezi bora lakini watoto ni wakorofi, ni watukutu, watukanaji, wezi, vibaka na kadhalika. Kwa tunajua wale watoto walikosa malezi bora. Familia ya Kikristo ni familia yenye ujumbe unaohusiana na malezi. Ni pale katika jamii wanapoona malezi ya watoto wanakuwa na maadili mema na heshima kwa kila mtu, hufunua uwepo wa Mungu katika familia hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Itaonekana watoto watajua hii familia ni ya wacha Mungu, hii familia inamcha Mungu vizuri. Tizama watoto wao, tizama hii familia, tizama baba, mwangalie mama wa familia ile. Utasema hakika wanamcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ujumbe jamani ni katika maeneo yote uwaksi ujumbe wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza kuona hivyo pia, lakini tuone ujumbe mwingine kuhusiana na mpangilio wa majukumu. Mpangilio wa majukumu. Familia ya Kikristo imebeba ujumbe kuhusiana na mpangilio wa majukumu ya kila mmoja. Baba huwa na majukumu yake na mama huwa na majukumu yake na watoto pia. Familia ikiwa na mpangilio mzuri hutoa ujumbe mzuri wa utendaji wa kila mmoja. Kwa kila mmoja wetu anawajibika katika hiyo familia. Bwana Yesu asifiwe. Tunafahamu majukumu ya mume, majukumu ya mke na mengine pia ni majukumu madogo madogo ya watoto. Kwa pia mtoto anazoeshwa kufanya kazi pale nyumbani. Kazi inayomuhusu ni ile ambayo inalingana na uwezo alionao mtoto, si ndio jamani? Si kwamba kwa kuwa kuna mpangilio majukumu basi apangiwe majukumu mazito yanayomzidi. Huo unakuwa si mpangilio mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunaweza kuona kwa kila familia ya Mkristo ikiwajibika, huu mpangilio utahamishwa kutoka katika familia na pia utakwenda katika kanisa. Utafika kanisani, kwa maana baba atajua wajibu wake pia pale kanisani, mama pia atajua wajibu wake pale kanisani, na watoto pia vile vile. Familia ikikosa uwajibikaji mzuri, kwa hiyo tunapofika kanisani kila mmoja
anategea mwingine afanye. Si yupo fulani atafanya, yupo fulani atafanya, lakini yeye hataki kuwajibika. Jamani, kanisani kuna kazi nyingi, si ndio jamani? Wengi wetu najua labda ni kuhubiri, hadi uwe mtumishi pale kanisani, uwe mzee kiongozi, uwe mzee wa kanisa, uwe shemasi, sijui uwe nani. Hapana, kuna mambo ya kufanya. Usafi kanisani, unaona kuna kitu kijakaa sawa, unarekebisha bila kuambiwa. Yaani unawajibika tu, yaani unakuwa una mwitikio. Mtoto pia akifika kanisani ni mtulivu, anaheshima kwa wenzie, wanasalimiana. Jamani, ni ngumu. Labda kama kuna kitu tumewahi kuchunguza au kama bado, fuatilia jambo hili. Jumapili hii utakapokuwa kanisani, hebu angalia, je, watoto wangapi wanasalimiana? Watoto tu wenyewe. Kama anakaa eneo fulani wako wao peke yao, au mtoto na mwenzie, kakuta mwingine kafika pale naye kakaa pembeni yake, eti ni mara zote wao wanasalimiana? Kwa nini? Je, hatujawaelekeza, hatujawafundisha? Kwa hiyo si kwamba tubaki kwenye mazoea sasa, hamna shida. Lazima tunaanza kuwajenga taratibu, aone umuhimu wa kumsalimia mwenzie wa rika lake, aone umuhimu wa kumsalimia anayemzidi umri pia, na kumheshimu na kumtii. Anapoagizwa hata pale kanisani, nenda labda kwa mzee wa zamu, mwambie hivi, unamtuma nenda mahali fulani, anatii. Kuna mwingine ukimtuma unaona afanye hivi, siendi, yuko kanisani. Na huyu mtoto anatoka katika familia ya wazazi wa Kristo, lakini mtoto si mtiifu. Kwa hiyo pengine Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona uwajibikaji ni mzuri jamani, lakini tunaanza katika familia zetu, hasa chanzo ni familia ya Kikristo. Inaweza kuleta mwitikio mzuri katika familia zetu sisi wenyewe na pia katika jamii. Tunafikisha vile ujumbe ambavyo wengine watapendezwa. Kwa maana anasema tumpendeze Mungu na tuwapendeze pia wanadamu. Tumeshazoea kusikia mtoto wa fulani ana heshima, yaani mtoto mzuri jamani, hadi mimi nimependa. Amevutiwa, amependezwa, anatamani pengine wa kwake awe hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie jambo lingine hapo katika ukurasa namba 28. Kazi yetu ya kwanza ni ipi? Bwana Yesu asifiwe. Tunaanza na aya ya kwanza, inasema, inasemekana kwamba Nuhu alihubiri miaka mingi bila hata kuiokoa nafsi moja, isipokuwa tu familia yake. Lakini ni baraka kiasi gani kwamba aliokoa familia yake. Bwana Yesu asifiwe. Tunafahamu habari ya Nuhu, watu namna walivyokuwa wakimdhihaki, akiwaambia ujumbe mzuri wa kuokoa nafsi zao, lakini tunaona wao wanapuuzia, wanamcheka. Sema basi, je, ingekuwaje kama familia yake pia isingemtii? Si ndio jamani? Hii pia ni picha nzuri inatuonyesha ingekuwaje na familia yake, wale watoto wake nao waseme baba na wewe pia utuletee mambo ya kizamani. Mungu hajasema hivyo, haitawezekana, haitatokea. Lakini tunaona familia ya Nuhu pia ni mfano mzuri kwetu, kutuonyesha na sisi pia tuwe na familia ya jinsi hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuna mambo mengi kama Wakristo wapendwa, namna ya kufanya, namna ya kuishi na kuubeba ujumbe wa nani? Wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona Nuhu alianzia na familia yake, watu wa pembeni ilishindikana, lakini tunaona familia yake ilikuwa ni bora na aliiokoa. Kwa pengine hata sisi tuna uwezo wa kuokoa au kuangamiza familia zetu. Kwa kimsingi jamani, familia zetu zibebe ujumbe, si ndio jamani, unaomhusu Mungu.
tunaamini sote hapa ni Wakristo wazuri, Mungu aendelee kutusaidia, lakini tubaki tukiubeba ujumbe wake kila mara. Pole. Si katika familia tu ya Mkristo mwenzangu, hata kama ambayo si ya Mkristo mwenzio, si ya Mkristo wa dhehebu lako, ule ujumbe tusiuache, tuendelee kubeba katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo naonyesha tu kwa kifupi hapo, lakini tuone namna ambavyo tunapaswa kuwa kama familia ya Kristo yenye ujumbe. Jambo lingine, twende mbele kidogo, taruka kulingana na muda wetu. Twende kurasa namba 31. Tunaona kipengele namba 30, anza hapo kipengele cha chini, kazi hutujia. Namba 30 nasema familia ya Kikristo ni mahala pazuri pa kutembelea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata sisi kutembeleana jamani ni jambo jema. Sawa jamani? Mkristo wa mahali hapa akamtembelee Mkristo wa mahali hapa. Mkristo wa mahali pengine akamtembelee Mkristo wa mahali pale. Hata kama si wa dhehebu hili. FPCT, ukimtembelea wa PEFA, ukamtembelea wa dhehebu fulani, si shida. Si ndio jamani? Tusibaki tumebaguana tu. Mimi tukiwa sisi hapa ndo wapendwa, wengine si wapendwa. Kisa tu si wa dhehebu langu, si vizuri. Sote tumekombolewa na Kristo, si ndio jamani? Kwa hiyo lazima tutembeleane. Ni mahali sahihi, ni mahali salama. Kwa maana pia tunapokutana pale lazima tutazungumza na tutaelekezana kuhusu ujumbe wa neno la Mungu, kwa maana kila mmoja wetu amebeba ujumbe. Tunatiana moyo, tunaimarishana, si ndio jamani? Hii inakuwa ni bora zaidi kuliko kubeba jumbe zingine. Ukifika tumebeba umbea, ndio unafika kwa Mkristo unaanza kumwambia aliyojiri kanisani, unamwambia mama fulani vile ambavyo hakuvaa vizuri, unaanza masengenyo, unaanza mambo mengine yasiyofaa. Lakini je, tuko wapi? Tuko katika familia ya Mkristo mwenzetu, kwa hiyo lazima tuongelee mambo yanayomhusu Mungu, si ndio jamani? Tunaimarishana sisi kwa sisi na kujengana na kutiana moyo. Bwana Yesu asifiwe. Tunapotembeleana tunaona tazungumzia mambo ya kuhusu imani na upatanifu. Pengine kama kuna mambo fulani hayaendi sawa, au familia fulani mambo yake hayaendi sawa, watu wamekosana, tunaweza kuzungumza pia namna ya kuwasaidia watu waelewane na wapatane na utaratibu, na pamoja kutokuwa na mvuto wa mawazo unaoletwa na mambo kama redio, runinga, magazeti ya kidunia na kufanya mazingira yasipendezwe. Kwa hiyo tunapokuwa katika ile familia lazima tusiruhusu hivi vitu vingine vikatuzonga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana vitaondoa utulivu wetu na pengine kuwa bize na hivyo vitu vingine. Lakini pia wema wa Kikristo husababisha familia hiyo kuwa na ukarimu. Sote tunafahamu ukarimu jamani, si ndio? Napomtembelea, hata kama mtu hajaandaa chakula kizuri, umepewa maji ya kunywa, pengine ana mti wa matunda pale, ukapewa parachichi, jamani, huo ni ukarimu, si ndio? Amekukarimu kulingana na uwezo alio nao. Amekukarimu kulingana na kipindi ulichofikia, si ndio jamani? Si kwamba amekudharau, si kwamba amekuona ufai, si ndio? Na Mungu ni mwema. Familia nyingi za Kikristo jamani ni wakarimu, si ndio jamani? Tunakarimiana vizuri sisi kwa sisi, pengine hata pasipo kupewa chochote kwenye ile familia, lakini tu namna tunavyokaribishwa, namna tunavyopokelewa jamani, tunapokelewa kwa furaha, si ndio jamani? Amina. Na watu mbalimbali hutembelea familia ya Kikristo. Baadhi yao ni Wakristo, wengine na si waumini, na hata wengine ni watu wa hatari. Kuna watu wengine si watu wema sana kwetu, lakini pia hawaishi kututembelea,
si ndio jamani? Kwa hiyo pia wanapokuja tuwapokee tu, tuongee nao vizuri na tuwape ujumbe wa Mungu. Baadaye Mungu atawasaidia na atafanya kazi nao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuna mambo mengi sana ya kuongelea kuhusu familia ya Kikristo yenye ujumbe. Hebu tusome Waebrania 13:2-3. Waebrania sura ya 13 Waebrania sura ya 13. Umefika? Amina. 13 mstari wa kwanza na watatu hadi watatu. Upendano wa ndugu na udumu. Msisahau kuwafadhili wengine, maana kwa njia hii wengine wamekaribisha malaika pasipo kujua. Wakumbukeni hao waliofungwa kana kwamba mumefungwa pamoja nao, na hao wanaodhulumiwa kwa vile ninyi nanyi mulivyo katika mwili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaambiwa upendano wa ndugu na udumu, si ndio jamani? Je, upendano unapatikana wapi? Ni katika familia za Kikristo, ndio jamani? Lazima familia za Kikristo ziwe na upendo, na upendo huu si ni wa muda. Upendo huu lazima udumu kwa ndugu na ndugu. Pengine si ndugu tu wa damu, ni ndugu katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama si wa zebu langu, huyo ni ndugu katika Kristo. Lazima nimuonyeshe upendo, lazima nimuonyeshe ushirikiano, lazima nimkarimu, na naona tunaambiwa kwa jinsi hiyo wengine wamekaribisha hadi malaika, si ndio jamani? Pasipo wao kujua. Na Yesu aliwahi kusema vizuri tu, nilikuwa na njaa lakini hamku. Yaani kuna mambo mengi ukiendelea tena hapo. Sasa mwingine anasema Yesu lini alikuwa na njaa? Na nilikuwa uchi hamkunipa mavazi. Anasema Yesu lini alikuja uchi kwangu? Lini? Pengine tumewaza labda mpaka atokelezee kwa mwonekano kwamba huyu ni Yesu sasa yuko uchi. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Ni hao ambao tuko nao katika mazingira na pengine katika familia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunajengwa hivyo wapendwa. Ujumbe. Tunapokuwa na upendo, huo ni ujumbe. Sawa jamani? Ujumbe sio message tu. Kumtumia Mkristo mwenzio message, kweli amenitumia ujumbe, atuzungumzie ujumbe huo. Sawa jamani? Ni ujumbe wa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hata pia ukimtumia message inayohusiana na neno la Mungu sio mbaya. Si ndio jamani? Pia nisinukuliwe vibaya. Kwa hiyo tuna mambo mengi ya kufanya na mambo mengi kuyashika, kuyatekeleza katika jamii tunayoishi sisi kama familia ya Kikristo. Bwana Yesu asifiwe. Bila kusahau jamani, masomo yetu yanasema kujenga nyumba za Kikristo. Ila mimi ni katika familia. Tunajenga nyumba za Kikristo kuanzia kwenye familia zetu. Mungu atusaidie. Amina. Na pia familia ya Kikristo inahitaji pengine kukemea pengine watu wanaoleta mafundisho ambayo si sahihi. Si ndio jamani? Tuambia sasa tutamkemeaje? Ni katika weledi tu.
kwa maana ndiyo ni familia ya Kikristo. Sawa, kuna walimu wengi sasa hivi tunafahamu wote, si ndio jamani? Kila mtu anakuja na mafundisho na mafunuo yake, vile anavyolitumia neno la Mungu na anavyolielezea. Lakini pia kama familia ya Kikristo lazima tuchukue tahadhari hiyo, kwa maana wengi watatuijia jamani, si ndio? Wakiwa na mafundisho fulani fulani na wakiamini na wakisema ni kweli, sawa, lakini sisi tuyapime kupitia nini? Neno la Mungu lenyewe, na vile sisi tulivyo tutaweza kuona, je, ni kweli mafundisho yale ni sahihi au si sahihi. Kama si sahihi, basi tuwaambie jamani, inatosha. Sawa jamani? Na tusiache tu wakaendelea, kwa maana baadaye wataondoa ule ujumbe tuliokuwa nao na kuweka ujumbe waliouleta wao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima tuwe makini katika eneo hilo, kwa maana tutachukuliwa na mambo yasiyofaa, tutapandikiziwa imani nyingine au mafunuo mengine, na tutaacha yale tuliyokuwa tumeshika yaliyo mazuri. Kwa hiyo jamani, lazima tuwe makini sana katika familia zetu. Ni ukweli, ni wengi wanapita sana katika familia zetu wakileta mafundisho mengi, lakini sisi tuangalie yaliyo bora, hasa yale ambayo yanamhusu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na pengine wataleta mafundisho pia yanamhusu huyu Kristo, lakini yako katika namna tofauti, si ndio jamani? Yako katika upotoshaji. Kwa sisi, kwa kuwa tunalisoma neno la Mungu na tumeliamini, basi tusimame katika neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiona na kuzinga na kuzonga, mwambie tu ukweli kwamba imani unayoileta si sahihi, kwa maana usiposema atakuja tena na atapanda mbegu pale kwenye ile nini, familia. Kuna wengine jamani wamebarikiwa ushawishi wa maneno, akiongea yani mtu akimsikiliza, lakini kama kweli anaanza kuitika taratibu, hatimaye anaamini. Bwana Yesu asifiwe. Na kutuondoa kwenye msingi mzuri wa nani, wa Kristo. Tuangalie kipengele kingine, nafikiri kitakuwa cha mwisho kwangu sasa. Vipengele ninavyo vingi jamani, lakini najaribu tu kufupisha kulingana na muda wangu. Kumbuka leo ni siku ya mwisho. Tuangalie jambo lingine kwamba hata sisi tunaweza kufanya uinjilisti ambao unaweza kufanya kuanzia nyumbani kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Familia pia ifanye uinjilisti jamani, si ndio? Pengine tumezoea kwamba kazi hiyo ni ya uinjilisti fulani wa kanisani, lakini sisi pia tuna uwezo huo wa kufikisha habari njema kwa wengine, si ndio jamani? Na tunaanza tu hapo tulipo, kwa huyo jirani wa karibu. Tunaanza kwa huyo rafiki wa karibu, hata kama ni Mkristo mwingine, kama tunajua neno la Mungu halipungui. Kwa lazima tubadilishane, tujengane na tukutiana nini, moyo. Kwa hiyo familia zetu pia lazima tufanye uinjilisti sisi kwa sisi. Bwana Yesu asifiwe. Nikiwa kama tutumie mazingira ya hapa, wakati wa kilimo tuna wafanyakazi shambani, si ndio jamani? Lakini unakuta sisi tunasali, wao hawasali. Tunasema tu pengine tunatumia tu maneno mengine ambayo si rafiki. Na watu wengine hata mimi wakiongea nao kule Ngara, nawaambia wenzetu wa jirani kuna majina mengi tunawaita ambayo si rafiki jamani, lakini ili hali hapo hapo tunawatumia. Mtu namuita IT kweli, afu ni Mkristo kweli jamani?
si maneno ya kupendeza, hayatii moyo, hayajengi, si ndio jamani? Tunaweza kuongea nao, kumwonyesha haya mlango wa kanisa, kumwonyesha vile Yesu ni mzuri, vile alivyo na upendo kwake, si ndio jamani? Na hatimaye anakuja kanisani, na nimefuatilia wengi wao hawasali. Pengine anaona ule muda wa kuja kusali bora akaingize siku, na wewe unasema ni sawa sawa tu. Je, tunawasaidiaje kiroho? Tunawaeleza nini kuhusu Mungu? Kwa hiyo jamani, tunaona uinjilisti ni kazi muhimu sana kama familia, si ndio jamani? Lazima tufikishe ujumbe wa neno la Mungu kwa wengine, si ndio? Tuone sasa kipengele hiki cha mwisho, nasema kanisa linapotafuta watu wa kutuma kupeleka ujumbe wa Injili, kuangalia maisha ya huyo ndugu na familia yake pia, si ndio? Sasa tumetoka katika eneo la familia, tunakuja katika kanisa. Pengine kanisa inaweza katenga, basi naomba vijana wawili wa kiume, vijana wawili wa kike, tuone wapeleke leo habari njema eneo fulani, si ndio? Lazima pia tuangalie maisha yao, si ndio jamani? Maisha yao ya kiroho yakoje? Hii ni njia nzuri ya kuangalia maisha ya hao ndugu na pia vile walivyo, ili wale watakaowasikiliza, wale watakaopokea, wakiyatazama maisha yao, jamani, ni rahisi kupokea ujumbe uliopelekwa, si ndio? Lakini si mtu ambaye maisha yake si mazuri na mwenendo wake na tabia abebe ujumbe wa neno la Mungu na kufikisha mahali fulani. Naamini hata kama ukifika, hutafika kwa usahihi, na hata wapokeaji pia watapokea kwa usahihi, kwa maana wanashuhudia vile maisha ya huyo ndugu yalivyo, si ndio jamani? Kwa hiyo hata sisi tunaodumu katika imani, jamani, tujitahidi sana kuwa na mienendo mizuri ndani na nje, ndani ya kanisa, ndani ya familia, na nje ya kanisa na nje ya familia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona tunapaswa kuwa hivyo. Kwa hiyo kila mmoja wetu anapaswa pia kushughulikia mambo ya familia yake yakae vizuri kabla hajawaendea wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja wetu katika familia ashughulikie mambo yake ya familia yakae vizuri kabla ya kuwaendea wengine. Kwa hiyo nina mambo mengi kidogo na muda wangu unazidi kwenda, ninaweza kufikia hapa bila kusahau, jamani, familia ya Kikristo, wapendwa wenzangu, familia ya Mkristo, tuna jukumu kubwa la kubeba ujumbe wa Mungu, kubeba ujumbe wa neno la Mungu. Kanisa linajengwa na familia, wapendwa, si ndio? Kwa hiyo tukiwa na familia ambazo hazina ujumbe wa neno la Mungu, itapelekea pia kuwa na kanisa ambalo halina ujumbe wa Mungu. Tutakuwa na kanisa ambalo halina maono ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sisi sote, jamani, tunawajibika. Mungu atusaidie sana. Sote tunawajibika. Na pengine wengine waishafikiri na wamekariri kwamba hadi iwe familia ya Kikristo ni hadi mchungaji aiamulie. Yaani kuna mtu anaamua tu kujifyatua, lakini asijue mchungaji anapochunga, anachunga familia ambazo tayari zinamcha Mungu, ingawa pengine anaweza akachunga familia ambazo hazijamcha Mungu, si ndio jamani? Lakini sisi wenyewe kama familia tuna wajibu wa kwanza kuwa na ujumbe wa Mungu. Ndiyo, pengine mchungaji
Unataka kukutana na familia zingine hazina ujumbe wa Mungu kabisa, kama familia za kipagani vile, lakini anahusika kupeleka au kutoa ujumbe wa Mungu na kuwafikishia wale ndugu. Je, kama familia inaisaidiaje kanisa? Na pengine tulivyosema, jamani, kanisa si jengo tu hili, si ndio jamani? Kanisa ni watu ambao wako wapi? Kwenye familia, si ndio jamani? Na ndio maana kozi yetu hii tunayosoma leo imejikita kwenye msingi muhimu kwenye familia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa eneo la familia likilegea, pengine itapelekea pia kanisa kulegea na kuzorota. Familia zikiimarika kiroho, kanisa pia litaimarika kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jamani, eneo la familia ni muhimu sana. Tusione kama ni jambo jepesi tu la kawaida basi. Na ndio maana huko kwenye familia zetu tunakuwa na ibada kwenye familia, tunakuwa na maonyo mbalimbali kwenye familia, tunakuwa na maelekezo mbalimbali kwenye familia, kwa maana ndiko msingi uliko, si ndio jamani? Msingi muhimu uko hapo. Alafu kisha tutakuja kukamilishwa wapi? Hapa kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Tunapokutana na wenzetu tutatiana moyo, tunajengana. Familia hii inaijenga familia hii, familia hii inaijenga familia hii. Hivyo hatimaye tunakuwa familia moja katika Kristo, ambayo ni kanisa zima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuwe na mwitikio mzuri kuhusu kubeba ujumbe wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi nifike mwisho wa somo langu kwa siku hii ya leo, na pengine ndio mwisho wa somo langu kwa semina hii ya kozi ya maji ya uzima. Tumeanza siku ya Jumatatu na leo hii inahitimisha somo la 5. Nilikuwa na masomo 5 tangu siku ya Jumatatu na hata siku hii ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Kabla ya kufika mwisho kabisa, sasa kuna maulizo mbalimbali kama yapo, karibuni. Maswali kuhusiana na somo letu hili la leo, familia ya Kikristo yenye ujumbe. Karibuni. Kwa mchango, kwa mawazo, kwa ushauri, tushauriane sote kuhusiana na familia ya Kikristo yenye ujumbe. Karibu. Asante sana. Ni somo la leo nimeona ni zuri sana. Amina. Mlikuwa na masomo mazuri. Mungu awabariki sana. Amina. Ninapenda kueleza mambo machache au kuongezea kidogo. Naam. Katika muktadha mzima wa familia ya Wakristo. Amina. Biblia imeeleza habari ya upendo. Amina. Tukaona kumbe watu wanaomwamini Yesu wanahitaji kuwa na DNA. DNA itatufanya kuwaonyesha watu kwamba sisi ni Wakristo wenye safari moja kwenda mbinguni. Amen. Tofauti na hapo, watu wengine tunaweza kujiita kwamba ni Wakristo, lakini hatuna vile vinasaba vya DNA. Tukakuta sisi tuko wapagani, kumbe tumo kanisani. Amen. Hivyo basi kazi yetu ya kwanza ni kushuhudia matendo, kama vile Petro alivyosema kwamba wanawake watiini waume zenu kama vile kumtii Kristo, na mwenendo wenu uwe udhibitike, hata wale wasioliamini neno wajifunze mwenendo wenu. Kwa sisi inawezekana wewe umejifunza wiki nzima, nahitaji uangalie, je, katika kanisa nililomo, je, ninawajibika kulingana na kadiri Kristo alivyoniita, au ninatenda kazi ya Kristo? Jirani yangu ninamshuhudia nini? Unajua, Ukristo sio tu
kuonekana kwa kuvaa suti, sio kuonekana kwamba kila siku na Biblia naingia kanisani, au mimi ni mtu wa kuimba. No. Badala yake lazima uonyeshe DNA yako. Maana unapokuwa katika mtembeo lazima uonyeshe DNA. Amen. Mungu awabariki. Amen. Asante sana. Asante sana mtumishi. Kuna mwingine? Wilson kwa mzee hapa. Amina. Nawasalimia tena katika jina la Yesu. Amina. Kwa kweli tumejifunza habari njema kuhusu kupokea na kupeleka ujumbe wa Bwana. Mimi ninapoangalia uumbaji wa Bwana, kwanza tumejifunza habari za uumbaji, ujumbe usio na maneno. Nikiangalia hata hii miti tu jinsi inavyoendelea kuchanua, ninafurahi sana kwa sababu ninamtambua Mungu, ukuu wake jinsi ulivyo. Amen. Kuna watu wengi hawajui, unakuta tunabishana sana, Mungu hayupo, Mungu hayupo. Lakini fikiria viumbe vya namna hii tunavyoviangalia. Pia katika kupeleka ujumbe, ninashukuru sana kwa maana mwalimu umetufundisha kwamba tusiangalie ni nani anayetuletea ujumbe. Sisi cha msingi ni kuupokea ule ujumbe jinsi tulivyoupokea na kuupima katika neno. Amen. Hili ni jambo la msingi sana. Amen. Mfano, mimi natoa mfano kwangu, ninakaa pale barabarani, ninapokea watu wengi wanaopita na kunizunguka. Na nishamwambia hata mama watoto wangu, ukiona hata mtu yote yule, awe ni kichaa, awe ni kirema, awe mtu wa namna yote ile, akipita tu anasema naomba maji, hebu mkaribishe aingie ndani apate maji. Kwa sababu utakapokuwa umempa maji, kuna kitu kimoja ambacho utajifunza kwa yule ambacho ndani ya jamii kinaweza ikatusaidia. Amen. Mfano kama kichaa. Askofu mmoja kule Kigoma alitupa mfano. Alikuwa anakwenda kutoa kipa imara. Sasa amefika kwenye senta fulani, amepaki gari lake. Akaja mwehu fulani kamwangalia. Kumbe askofu alikuwa amenyoa ndevu namna hii. Sasa bahati mbaya kuna ndevu tulikuwa tumebaki hapa. Yule mwehu akaja kumwangalia akasema, "Wewe hivi vinywele vyako hivi ndevu vyako vimena nini?" Sasa askofu anasema, "Mimi nimetoka nyumbani, nimepitisha wembe na nini. Sasa leo mwehu ananiambia kwamba nina ndevu." Kuangalia kwenye ile site mirror akakuta kweli kuna ndevu hapa. Yaani alishuhudia pale Kigoma anasema, "Yaani mwehu amenifundisha injili ambayo sitaisahau." Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Tumkumbuke Rahabu, yule kahaba. Ndio. Alikuwa ni malaya wa kutupwa, lakini watumishi wa Mungu walipofika pale, aliweza kuwapokea, na katika kuwapokea yeye mwenyewe alifaidika pamoja na familia yake. Amen. Baba yetu Ibrahimu alipopokea wale wajumbe watatu, alikimbia akawafadhili, akafanya nini, akawahudumia. Mimi nasema alipata faida kama 2 na zaidi. Moja, alitangaziwa mke wake kupata mimba. Kabisa. Alivyokuwa amekata tamaa. Si baraka kwake? Kabisa. Pili, alipewa siri ya kwenda kuiangamiza Sodoma na Gomora. Na ndugu yake Rutu alikuwa yuko pale. Akaanza kuomba kwamba Mungu uepushe na janga la namna hii. Faida ziko nyingi, tunaweza tukazitaja, na Mungu atubariki sana. Amen. Amen. Mungu akubariki pia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuna dakika bado zipo. Kama tuna maswali. Ndio, katika kitabu cha Methali sura 22 mlango wa 6. Naomba tuangalie wote mfungue pale. Tusoma katika ile pointi namba 3 inayoelezea habari za watoto wetu, namna kuwafundisha, namna kuwaelekeza. Na ndio maana lengo la Methali la Suleimani anatufundisha kufundisha kizazi cha leo, ili kwamba kinapoendelea kukua kikajue matendo ya Mungu na namna kazi ya Mungu inavyoweza kufanyika. Anasema hivi, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Unaona? Tuwalee watoto. Ndio maana tumekuwa na watoto wasiomjua Mungu.
watoto makahaba, watoto watukutu, watoto wa majambazi, kwa sababu tunapokuwa ndani ya familia za Kristo, mama na baba, tunapokuwa tumeamuka, sisi ni hamsini zetu. Hatuwafundishi watoto, hatukae na watoto muda wowote kwa kuwafundisha maadili ya Mungu, kuwafundisha mistari ya Mungu. Tunaona wenzetu, kuna wenzetu katika nchi nyingine, mtoto mdogo mfano kama huyu, unaona huyu tayari wameshamlea, wanamwandaa ili huyu kizazi hiki kinaweza kapita, lakini hiki kikibaki kinaendeleza. Hata Lutu ndio maana kaambiwa katika kitabu kile cha Waebrania sura 11, anaambiwa maana alipoona amehubiri Injili watu wamekataa, akaamua nifanyeje? Ngoja niingize ukoo wangu, sasa watoto wangu, nani wangu, wote wakaingia ndani ya safina. Kizazi kile kilipoinuka kilianza kufanya kazi. Hivyo basi, katika hili anasema tarajio letu kuu ni kwamba watoto wetu wajitolee kwa Yesu watakapo kuwa wakubwa, kisha wawe na manufaa katika kazi ya Bwana. Haleluya, amen. Tusiwafundishe kuwa na kazi za duniani. Watu tunawafundisha, tunawapa vipawa. Biblia inasema kama ninyi mnajua kuwapa vipawa vyenu, je, Mungu wa mbinguni atashindwa kutupatia? Kwa hiyo Mungu sio mchoyo. Amen. Ila sisi tunakuwa choyo mbele za watoto wetu. Tunakuwa wachoyo, yaani hatuwafundishi. Kwa hiyo basi semina hii inatufundisha kuanzia nyumbani. Amen. Maana Biblia inasema ibada njema huanzia nyumbani. Amen. Huwezi ukasema naenda kuwafundisha watoto wengine na watoto wako bado wako wanacheza michezo mingine, wanashinda kwenye neke, wanashinda kwenye karata, wanashinda kwenye puru. No. Kwa hiyo tunahitaji kuwafundisha watoto kwanza, ili kwamba wawe na namna ya kumtumikia Mungu. Mungu awabariki sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kipindi chetu jamani ni kizuri, si ndio? Natamani tupate dakika nyingine tena za kuuliza maswali, lakini muda wangu wa kipindi cha kwanza umekwisha. Niwashukuru sana kwa wote mliohudhuria siku ya leo na wote mliohudhuria tangu Jumatatu. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Mungu awabariki sana. Amen. Karibu.